Swadakta mtazamaji ya kutizama runinga ya KBC. Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya popote pale ulipo, na Ijumaa yako ina wingi wa baraka kama ilivyo yangu mtazamaji, ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka wa 2025, na ukaribisha kwa mikono mikunjufu ya mambo bayana, ambapo hii leo siku ambayo tunakutana tena mimi na wewe hapa, ambapo jamii ya Kiislamu kote tunasherehekea sikukuu ya Eidul Adha, ambapo sikukuu hii mtazamaji ni kubwa katika jamii hii ya Kiislamu, ambapo Waislamu wengi tu huweza kujishughulisha ama kujishirikisha katika swadaka ya kuchinja wanyama mbalimbali. Na hii leo mambo bayana ni naye Sheikh Muhammad Abdi Obo, ambaye kuhusiana na swadaka hii ya kuchinja. Je, kwa nini huchinja? Kitu gani ya Waislamu kuweza kuchinja ama kutoa ya kuchinja kila familia Ramadhan? Usibandu. Bila kupoteza wakati, niweze kuchukua fursa hii kumkaribisha ndani ya KBC, na shukran sana kwa kuweza kuitikia wito huu. Labda tu ukianza kwa majina, kitu gani haswa kimepelekea Waislamu kuweza kuchinja ama kutoa sadaka hii katika sikukuu ya Eidul Adha, na Eidul Adha yenyewe ina maana gani? Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuaregesha shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza kutukutanisha katika kipindi hiki cha Guzacha mambo bayana katika KBC Channel 1. Kwanza kabisa nawapa pongezi kwa nyote wasimamizi wa KBC Channel 1, na vile vile katika pia kutualika ama kunialika katika kipindi kama hiki cha Guzacha mambo bayana. Kiuhakika leo nimepata ufahamu ya kwamba mnaijali jamii kwa kule kutaka kuwafikishia ufahamu na elimu wafahamu sheria yao na dini yao kwa wote kiujumla, lakini hususan kwa siku ya leo tukizungumzia ndugu zetu katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tunawapongeza, na vile vile asanteni sana kwa kuweza kunialika, na hususan dada yangu Fahima kwa kunitafuta na kunipa nafasi kama hii. Nimepata faraja kwenye moyo wangu. Jina langu ni Sheikh Muhammad Abdi Obo. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa walimu na maimamu Mombasa County, in short UWAMO. Na vile vile ndiye mwenyekiti na chairman kwa lugha nyingine wa taasisi group ambapo kwamba ina na kusimamia jamii kiujumla katika kuwasaidia watu, ikikusudia mayatima, maskini, wajane, wagonjwa, wasiojiweza katika jamii. Kwa hivyo nimeshukuru sana, na kulingana na swala ulioniuliza kwa nini wanachinja au ni nini Eidul Adha, tukianza kwanza ni Eidul Adha katika sheria ya Kiislamu kuna idi mbili kubwa. Kuna idi mbili kubwa ambapo inajulikana Eidul Fitri, na idi hii inakuja baada ya mwezi Ramadhani. Na vile vile kuna idi ya pili ambapo kwamba tunaitarajia inajulikana kama Eidul Adha. Eidul Adha inakuja 10 ya mfungo 3, ikiwa watu wako kwenye ibada za haji na wengineo wakiwa kwingineko. Siku ya 10 ndio siku inajulikana kama Adha. Kwa hivyo tuna idi mbili, ingawa kwa ufahamu mwingine idi pia huitwa ni idi hata Ijumaa ya leo. Kwa hivyo sisi pia ni sikukuu sherehe, lakini idi kubwa hasa zenyewe ni Eidul Fitri na Eidul Adha ya Ramadhani, na idi ya mfungo 3 ambapo kwamba katika siku ambapo kwamba katika kalenda ya Kiislamu, na ambapo kwamba hapa itakuwa ni kama tarehe 6 au 7 kama sikukosea. Kwa hivyo hii ndio Eidul Adha. Na Eidul Adha, kwa nini iitwe Eidul Adha? Eidul Adha kwa nyingineo idi ya kuchinja. Na kwa nini tuchinja? Amri na ni jambo liko katika dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu na kumwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomwambia fasalli li rabbika wanhar,
swali kwa ajili ya chinje. Huku ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba wajihusishe na mikufu ya kuchinja. Lakini tukija kwamba kwenye siku ya Eidul Adha, kwa nini tuchinje kama vile ulivyoniuliza? Hapa pana historia kubwa sana. Na historia hii ni kwa baba na mwana. Nikikusudia kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu Ibrahim na mwana Mwenyezi Mungu Ismail. Ibrahim, kama tunavyojua, ni siku nyingi alikaa bila mtoto. Aliomba kwa Mola wake na akaweza kubarikiwa mtoto baada ya miaka mingi. Kisha ikaja ndoto kutoka mbinguni kuambiwa ya kwamba mchinje mwanako. Kwa swala hilo liloambiwa, nika kwamba ni amri kutoka kutaka kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu akiwa radhi na baba. Lakini wakati kitendo kifanyika, Mwenyezi Mungu akamleta kondoo, ikawa ni kombozi, komboa ile ni sunna na ni ibada ya kuendelea ya watu kuchinja. Kwa hivyo Eidul Adha, siku tunapochinja, huwa tunapata na tarehe na historia kubwa ya kumkumbuka mtume Ibrahim na mtume Ismail, ikiwa wao ndio sababu ya kupatikana jambo hili la siku ya kwa jawabu hilo. Labda mnyama aliweza kutolewa pale katika alikuwa kondoo kama ulivyotuambia. Je, hivi sasa Waislamu wanachinja mnyama kondoo ama ni mnyama gani Waislamu wanastahili kuchinja wakati huu wa sadaka ya Eid? Wakati huu wa kuchinja wa sadaka Eidul Adha ni yuko ndani na vile vile na mbuzi na vile vile na ng'ombe na vile vile na ngamia. Wanyama hao wanne ndio wanyama ambao kwamba wanao kuchinjwa siku ya Eidul Adha. Na wanyama hawa wa hali gani? Muona la kondeana ama yuko aina fulani ama ni aina gani haswa, anafaa kuwa na sifa gani ili kuweza kuswihi katika ile sadaka ya kuswihi kwa sadaka ya wanyama hao? Kwanza kuna wanastahiki wamefikisha wanyama hao. Tukianza na ngamia ambao kwamba amefikisha hakikisha ya kwamba amepitisha miaka miwili, na ikiwa ni mbuzi tuhakikisha kwamba mwaka mmoja. Kwa hivyo kwanza katika wanyama lazima hili lipatikane la miaka yao, kane ya kwamba hawa miaka yao wamepitia katika miaka kama sheria ilivyogusia. La pili jambo, katika hawa wanyama uhakikisha ya kwamba ni wanyama ambao kwamba hawana aibu ama hawana ila. Kwa mfano, usimchukue mnyama ambaye kwamba hana jicho. Macho yake mawili, moja limetoka, huyo anachongo. Huyo harusiki katika kichinjwa kama hicho cha kuchinjwa. Vile vile ikiwa ni kiguru, hawezi kwamba kwenda, ni mlemavu, hawezi kwenda kama wengine namna wanavyokwenda, itakuwa pia hafai. Na vile vile aliyekonda, mnyama aliyokonda ambaye kwamba akiangaliwa ni hafifu sana, huyo pia hastahiki kuchinjwa siku ya Eidul Adha. Kwa hivyo kikubwa kinachoangaliwa ni masala ya miaka, na vile vile kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mzuri na hukubali, hakikisha kwamba mnyama wako asiwe na ila yoyote yenye kumfanya yeye akawa katika kichinjo cha Eidul Adha. Kwa hivyo niangaliwe mnyama katika kutizama kwake asiwe na dosari au ila kama hizo tulizozitaja, ikiwa ni uchongo, ikiwa hakunenepa amekonda sana, ikiwa ni masala mengineo kama hayo. Lakini kiujumla hakikisha kwamba mnyama ambao kwamba wataka kumchinja kwa siku ya mnyama ukimwia haki ya mnyama. Naam, kwamba ulivyosema kwamba mnyama huyu hafai kuwa na dosari yoyote kwa sababu ni sadaka ya kumpatia Mwenyezi Mungu. Je, kuna wanyama wengine ambao utapata hakuzaliwa na dosari ile, lakini katika ukuaji wake labda aliweza kukatwa sikio, hiyo si kilema alichozaliwa nacho, ama labda aliweza kuwekwa alama, labda kuna mbuzi wengi sasa, yeye akawekwa alama ya mguuni ambao iliweza labda kuchomwa ama kitu
sikio limewekwa kipuli. Unapata wanyama wengine wamewekwa vipuli labda kuashiria jamii fulani ya wanyama. Je, hawa pia wanaruhusiwa kuchinjwa ama inakuwaje? Hawa wanaruhusiwa ikiwa ile alama itakuwa ni alama ya kuwakagua wale wanyama. Kwa mfano tumeweka hii ni alama, lakini alama hii ni kutaka kujua idadi yetu ya wanyama wetu, au wanyama wangu wasichanganyikane na wanyama wako. Ikiwa tutaweka alama kwa sampuli hiyo, basi sheria ya Kiislamu yasema kwamba ni sawa. Lakini ikiwa ni alama na ile alama ni alama ya kuonesha huyu ni mgonjwa, ndio amepatikana na alama kama hii, ikiwa na alama hiyo hataruhusika. Lakini alama nyinginezo kwa kumweka alama kama kupata idadi kamili na hisabu kamili, kisheria hapo ni sawa. Naam, swadakta sana Sheikh. Je, wanyama hawa wanaruhusiwa kuchinjwa siku gani ile siku ya Eid? Je, ni wakati gani mwafaka wa kuchinja mnyama yule ama ni wakati wowote swala Eid? Naam. Katika suala la kuchinja funga la wakati ni baada ya swala ya Eid. Naam. Watu wakimaliza kuswali Eid ndio hapo ibada ya kuchinja hapo. Bali sitoshe, sheria ya Kiislamu imepanua wakati mrefu. Kuna siku zaitwa ayamu tashriq. Ayamu tashriq ni tarehe 11 na 12 na 13 ya mwezi wa mfungo tatu. Hapa ni ruhusa pia, ikiwa mtu ile siku ya Eid hakuwa tarehe 10, basi moja anaruhusika kuchinja, tarehe 10 anaruhusika kuchinja, na tarehe 13 anaruhusika kuchinja. Baada ya jua likishapomoka jioni, hapo ndo mwisho wa kuchinja. Kwa hivyo naweza hapana ni kwamba tunayo siku 4 ya sisi kuweza kuchinja, ikiwa tarehe 10 na 11 na 12 na 13. Lakini mwanzo wa kuchinja vichinjo hivi ni baada ya swala ya Eid. Naam. So daktari sana kwa ufafanuzi. Mbuzi huyu anapochinjwa, mnyama huyu anapochinjwa siku ile ya Eid, je, inafaa kufanywaje nyama ile? Labda baada ya kuchinja inafaa kugawanywa vipi na inaliwa na kina nani, na wengine labda kina nani ambao hawapaswi kuila? Naam. Kuhusu swala nyama hii, baada ya kuosha mchinja mnyama wako, ni ugawanye nyama mafungu matatu. Fungu la kwanza ni lako na familia yako na watu wako. Naam. Na fungu la pili ni zawadi kuwapelekea marafiki na familia. Na fungu la tatu ni upeleke kwa mafukara. Ingawa sheria imependelea hivyo, lakini unaweza ukasema ya kwamba mimi nitatoa moja tu, mawili nitakula mimi na familia yangu, kwa kuwa ni watu labda kupenda nyama. Kwa hakuna makosa kwa hapo. Sheria pia imekupa nafasi kama hilo. Au labda useme ya kwamba nitatoa mafungu mawili, sisi tutakula moja, ni kwamba pia ni sawa. Lakini namna inavyopendekezwa zaidi ni uhakikishe ya kwamba ya mnyama wako baada ya kumchinja ugawanye mafungu matatu. Fungu wako, fungu la pili ni kutoa kama zawadi na hidayah marafiki na familia, na fungu la tatu maskini na mafukara. Naam, Sheikh, pale uliposema kwamba nyama hii labda inafaa kugawanywa kwa maskini na mafukara, na nyingine inafaa kugawanywa kwa majirani na marafiki. Marafiki na majirani ni jamii yoyote ya kuwaganyia wa dini nyingine tunaruhusiwa kuwapatia nyama ile, ama inakuwa vipi? Katika kuganya nyama kwa maskini na mafukara wazi ya kwamba hata si kwa Muislamu ni sawa kupawa nyama hiyo, kwa kuwa kwa mfano ni masikini au kwa hivyo hapa Uislamu umeacha huru, haikutizama dini yake ni dini fulani usiki kupata nyama kama ile. Kwa hivyo Uislamu umeweka wazi, hata kama ambaye kwamba si Muislamu. Mwito wangu tu kwa ndugu zetu, msijali, tutawakumbuka siku hiyo, na nyinyi kwenye Eid yenu, na nyinyi msitusahau. Ina maana kwamba ikifika siku ya Eid Waislamu wanagawanya ambao si Waislamu na watu wengine, na inakuwa la kuweza kuona uzuri wa dini hii ya Kiislamu. Na mshauri, tukiendelea mbele, labda hii nyama mtu akishachinja kishaitoaje, ni fatila gani Muislamu anakutoa sasa ile sadaka baada ya kutoa, na wale ambao hawakutoa labda kuna adhabu yoyote wanaopata ama inakuwa namna gani? Kwa wale ambao kwamba hawakutoa, kwanza hawana adhabu yoyote na hawana makosa yoyote, lakini ni kwamba ni mtu ajitahidi sana, kwa sababu hii ni ibada
nzuri sana mtu ikiwa uwezo atakuwa nao aweze kufanya jambo kama hili. Ingawa kwa uwezo utakusudia ni uwezo wa wewe kuweza kumiliki yule mnyama. Ina maana kwamba uweze kumnunua. Au labda hata kama utachinja, umeletewa uchinje, pia hapo imekuwa ni miliki yako, kwa sababu katika sharti moja ilewekwa lazima ule mnyama awe ni miliki yako wewe mwenyewe wa miliki. Lakini asiwe kwamba ni mnyama kwa mfano ni wa mtu ndio ukamuibe. Alafu mchinje siku ya Idi useme leo na chinja. Sadaka kama ile kisheria Kiislamu hairuhusiki au haikubaliki. Lakini hakikisha kwamba ni miliki yako. Hakikisha ni ima umemtolea pesa umemnunua au ni kwamba mtu amekupa uchinje, hapo itakuwa ni sawa. Kwa hivyo jambo kama hili ni tuhakikisha kwamba tulifanya, kwa kuwa ni ibada kubwa sana. Na kulingana na sheria ya Kiislamu ni kwamba mnyama unayemchinja, ile damu yake kabla haijafika kwenye ardhi, angalia uharaka na uwepesi kuonyesha kwamba hili jambo ni jambo muhimu sana. Waambiwa kabla damu yake gonga kwenye ardhi, tayari wewe kwa Mwenyezi Mungu ametakabali na amekubali sadaka yako ikiwa utafuata masharti na sheria ambazo kwamba zimewekwa Kiislamu. Kwa hivyo mwito ni kwamba watu wajitahidi sana katika kuchinja, ingawa hali ya kimaisha ni nzito. Lakini tutasema ya kwamba pia katika wa hayawani kama hawa kwamba ni ruhusa muuze na kutia faida yenu kwa kuwa ni biashara. Lakini mwito wetu ni kwamba msiongeze bei mpaka ikawa ni uzito kwa watu kuifanya ibada tukufu kama hii. Lakini kwa wale ambao kwamba hawana uwezo, hawana makosa kwa hapo. Walikuwa na uwezo lakini hakuchinja, lakini hakufanya, pia wamejikosesha ujira mkubwa sana, kwa kuwa hii ni sadaka muhimu na ni sadaka bora kabisa. Na zangu Sheikh, nimeweza kugundua kwamba wengi wanakimbilia kuchinja kondoo kwa sababu ya manyoya alionao, labda wingi wa manyoya. Labda wengine hawapendi kuchinja mbuzi kwa sababu wana manyoya kidogo, na kuna wengine unasikia kwamba manyoya haya yanahesabiwa thawabu ama katika yale mema ya kuchinja mnyama yule. Je, kuna ukweli katika jambo hilo Amani? Katika ukweli jambo hilo liko, lakini ni kwamba tukishika kwamba kwa nini ni kondoo, kwa sababu ndio sunna. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuchinja kondoo. Lakini na maana ya kwamba pia kwa kila unyele kwamba upata thawabu, hilo ni jambo ambalo kwamba liko katika sheria ya Kiislamu. Kwa hivyo una maana kwamba mimi kwa mfano nikitaka kuchinja niende manyoya mengi itakuwa napata ujira zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa suala la kwamba manyoya mingi, kwanza hatuwezi kufahamu, kwa sababu kwa mfano sasa hivi nikikuwekea mbuzi wawili au ng'ombe wawili, ni yupi na yupi ni kwamba hebu nichagulie katika hao wawili mwenye nyele nyingi, ina maana ya kwamba hiyo ama huwezi kujua. Ni ile tu tuseme kwamba kuna wanyama wafatu watangulize. Kwa mfano hata tumesema kwamba kondoo na mbuzi na ng'ombe na ngamia. Lakini yapendekeza zaidi kondoo, ikiwa si kondoo ni mbuzi, ikiwa si mbuzi ni ngamia, ikiwa si ngamia ni ng'ombe. Ndivyo sheria namna ilivyopanga. Lakini suala la kwamba kwa kila unyoya upata thawabu, iko kauli hii katika sheria ya Kiislamu. Lakini si kipimo kikubwa kwamba wenye kupenda kondoo na kuchinja kondoo kwa sababu ya manyoya, tutasema ya kwamba katika sheria ya Kiislamu. Naam, shukran sana. Na je, kuna sheria yoyote ya kufuatiliza katika uchinjaji wa mnyama huyo? Labda mchinjwa na maji ama sioneshwe sura mbaya na yule mwenye kuchinja. Je, kuna sunna yoyote ama kuna hatua zozote za kufuata kabla ya kuchinja mnyama yule, ama inakuwa vipi Kiislamu? Uislamu ni dini ya kila kitu kuipa haki yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hakika Mwenyezi Mungu kana amefaradhisha wema juu ya, akasema hata fanyeni uzuri kwa kuua kwenu. Na hata mkichinja fanyeni uzuri kwenye kuchinja kwenu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba la kwanza kabisa wakati utaka kumchinja mnyama wako, kisha ya kwamba kina makali ya kutosha. Ili wakati ukimchinja ule mnyama usimpe tabu chako hakipati, unampa adhabu na kumtesa
makosa. Na lingine ni kwamba uhakikishe wakati unapomchinja hata kile kisu kile kisu chako kwamba unataka kumchinjia kile kisu asikione. Na kwa mfano kuna wanyama wingi mnataka kuwachinja kuanzia 2 kwenda mbele, pia uhakikishe ya kwamba wale wengine wasi kichinjo kama kile ni wawekwe kando, achinjwe mmoja mmoja ili wasione hata kile kisu na mwenzao namna anavyochinjwa. Kwa hivyo kwa swala ni kwamba tuhakikishe ya kwamba vifaa vyetu tunavyovitumia viwe makali ili tusimwadhibu mnyama kama ule pindi tunapomchinja. Naam, shukran sana kwa ufafanuzi huo Sheikh. Naam, tukiachana na anatumai kwamba mtazamaji ameweza kufahamu mengi tu kuhusiana na swala hilo la kuchinja, sheria zake na vile vile mnyama anayefaa kuhusiana na kumchinja ama kumtoa sadaka siku kuu ile ya Eid. Tukija katika swala hii ya Eidul Adha, je, swala hiyo hutimizwa wakati gani ama huswaliwa wakati gani na inafaa kuwa vipi? Suala ya Eidul Adha na Eidul Fitri kiujumla pia ni suala ambao kwamba huswaliwa wakati wa ni wakati tu huwa uko tofauti kulingana na Eid hii ya kuchinja huswaliwa mapema kidogo na ameweka wakati wake katika misikiti tofauti tofauti. Kuna watu wataswali saa 1:30, kuna watu wataswali saa 2 ili watu wakimbie kwenye ibada ya kuchinja. Swala hii ya Eidul Adha huswaliwa mapema zaidi kuliko hata ile Eidul Fitri, lakini zote huswaliwa wakati wa asubuhi. Wakati gani? Wakati wa sasa lishapanda, limeanza kutoka. Kama wakati wa saa 1:30 sote wa tayari jua lishaanza kutoka na jua limeanza kutanda. Wakati wa asubuhi ndio wakati muafaka wa ibada hii ya kuswaliwa swala Eidul Adha. Na je, watu waumini wa Kiislamu wanaruhusiwa kuswali mahali gani? Je, uzuri watu waswali msikitini ama watu wanafaa kuswali katika uwanja ili waweze kutangamana kwa wingi zaidi? Katika swala zuri hili katika swala ni watu waswali uwanjani. Naam. Watu wasiswali msikitini, yapendekeza kwenye mawanja na miwanja watu waswali sehemu kama hizo. Lakini ikiwa imetokea dharura, kwa mfano mvua inanyesha, si makosa watu kuingia msikitini kuswali. Lakini sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inapopendekezwa zaidi ni watu waswali uwanjani. Lakini pia tukisema ya kwamba watu wakiswali